Hiyo tarehe 23 kwa sababu alipata ajali tarehe 24, si ndio? Hiyo tarehe 23 alipokuwa yuondoka ama before ondoke, kuna maybe maneno ama mazungumzo yenye mlikuwa nayo ukahisi kama hapana. Hiyo 23 kabla ondoka aliniambia niramke nimpike chakula na mapema maana atakaende kule store. Na usiku 2022 akaniambia haondoke aende pale. Nikamuuliza ulikuwa kusema hutaondoka uende pale, mbona ananiambia nikupike chakula na mapema? Mimi nikaacha na wangu enda mpikia, akaenda kana wenzake wote pale kwa meza wakala. Wakawa naongea alafu baadaye akanipatia pesa nikaenda Songwa. Akaniambia nikijafika usiku nje upate umesongwa. Nikaenda Songwa pale juu kuna saluni. Kutoka hapo kusongwa nikaenda zangu kule juu, kwa maana kule juu tuna biashara, kule mama alikuwa ameenda kule juu. Kaenda hapo. Sasa hiyo hapo nilikuwa nishamuona tayari mara ya mwisho. Sasa nilipokuwa narudi nyumbani jioni akaja paka hapo barabarani akamuuliza mama Makinzalambi yuko hapa, mama akamwambia ameenda nyumbani. Sasa sijui alishikwa nini paka akaja paka huku nyumbani. Mama nishatangulia kitu kama saa 1. Akaja paka hapa nyumbani na Rofa. Niko pale jikoni nilikuwa namsonga huyu mtoto wangu. Akaja chukua hata huku ndani hakuingia, akaingia tayari hapa kwa mkamba akachukua jacket lake na la Rofa. Akajanyaga pale jikoni. Mamake mimi naenda lakini by saa 8 nitakuwa nimerudi nyumbani. Nikamwambia waenda, akasema aenda Mtondia. Nikamwambia sikuwa umesema uondoke wewe, imekwaje paka kasema aenda Mtondia. Naenda lakini sitakawia by saa 8 nitakuwa nimerudi nyumbani. Na usile chakula paka nirudi. Nikamwambia ni sawa. Mwangu tumezoesha hata na siwezi kula kama yuko area, siwezi kula paka amefika nyumbani. Ndio chakula tukule tulale. Siku leo siku kama za kumsonga kitu kama saa 6 huyu mtoto. Saa 6 usiku. Na siku kawaida yangu siku kama hayuko lazima ninge online niwe busy paka nimsikie mtu akinigongea mlango ama nisikie pikipiki ndio nitoke online nifungue mlango. Kala hiyo siku ni usingizi ulinishika wa ghafla yani. Hiyo simu nikaibwaga hapo nikafuata kulala. Kitu kama saa 9 ndo nasikia pikipiki. Sasa kwa kila mtu anasema ni yeye. Kasika pikipiki laja. Nikasema acha niamke nifungulie mlango ndio huyo kuja. Nafunga mlango nafika pale mama ndio huyo aenda na muona Philip naye ateremka kule chini. Akisema huyo ndugu yangu asife, ndugu yangu yapone. Sasa mimi ngwasi kama kuendelea nini? Maana kwa tumeongea toka hiyo saa 1 alipokuja kuniaga hapo ndio kwa tumepesa gonga hivi. Nataka kujaribu kupiga simu hivi simu yaita haishikwi. Ngaachana nayo mimi. Nikabidi nichukue mtoto wangu nitoke huko nje. Ndio mama akamwambia wifi yangu, akamwambia nyanyako kule naenda hospitali Kennedy ampata ajali na ajulikani yuko wapi. Mimi paka vikanishtusha. Akasema si tumeongea kitu kama saa 1 na ameniambia nimsubiri sana nitakuwa nafika nyumbani. Nikaona kama pikipiki yaje nikasema ni yeye kumbe si yeye. Ndio tukabidi kule chini. Ni kwa hivyo. Sisi tuliambiwa ampata ajali ya pikipiki angongwa na lori nyuma. Na hiyo ufahamu sijui kusema ningesijui FB niangalie usiku nao kabisa. Maana baada kama dakika nusu saa ndio tukapata habari ya kifo sasa. After umepata